Naam, mtazamaji, ripoti zinazogonga vichwa vya habari Tanzania sasa hivi ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan amefanya mkutano wa hali ya juu na Jeshi la Ulinzi la Tanzania la JWTZ huko Arusha. Kabla ni kujuze zaidi kuhusiana na ripoti hizi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Amiri Jeshi Mkuu wa Tanzania ambaye pia ni Rais Samia Suluhu Hassan ameongoza hafla kubwa na mkutano mkubwa wa kijeshi wa kitaifa huko Arusha, na kila jambo lililojiri limedhihirisha umuhimu wa tukio la Samia Suluhu na JWTZ leo alipokuwa akiwatunuku kamisheni maofisa wapya katika chuo cha kijeshi cha Monduli Arusha. Tukio hili lilikuwa hatua muhimu kwa wanakada waliohitimu ambao sasa wanaanza rasmi kazi zao kama maofisa wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, yani JWTZ, baada ya kuweza kupitishwa naye Samia Suluhu leo. Tukio la Samia Suluhu Hassan na JWTZ huko Arusha leo limevuta hisia za familia za kijeshi, viongozi wa kitaifa na waangalizi wa usalama wa mkoa alipokuwa akiwatunuku kamisheni maafisa wa kijeshi wa kikundi cha mwezi wa 6 mwaka 2025 shahada ya sayansi ya kijeshi na kuweza kuwapitisha kuanza kazi rasmi. Sherehe hiyo iliashiria kukamilika kwa mafunzo makali ya kijeshi ya Tanzania na mwanzo wa sura mpya kwa wahitimu. Wakati wa hafla hiyo na majeshi Samia Suluhu pamoja na JWTZ, Rais aliwakumbusha maofisa hao wapya ambao wamewapitisha leo kwamba kuteuliwa kwao kunawakilisha imani kamili ya serikali katika uwezo wao wa kulinda mamlaka ya taifa hilo. Alisisitiza kuwa afisa wa kijeshi si mafanikio ya kitaaluma tu, bali ni wajibu mzito wa kulinda taifa la Tanzania, watu wake na uadilifu wa eneo hilo. Rais Samia Suluhu alitumia tukio hilo pamoja na JWTZ leo kusisitiza kwamba wahitimu wapya wanaingia katika utumishi wakati ambapo changamoto za kiusalama duniani zinazidi kuwa ngumu. Alieleza kuwa mizozo ya kisiasa inahitaji maafisa wanaochanganya nidhamu, uadilifu wa kimaadili na ujuzi wa juu wa kijeshi ili kulinda maslahi ya taifa hilo. Katika hotuba yake wakati wa hafla, Samia Suluhu na JWTZ leo, Rais alidokeza kwamba vitisho vinavyokabili mataifa leo, kuanzia ugaidi hadi vita vya mtandao, vinataka maafisa ambao wanaweza kubadilika, ujuzi wa teknolojia na uwezo wa kukiri kimkakati. Aliwataka wahitimu hao kutumia elimu walioipata Monduli huko Arusha kwa weledi na uzalendo. Tukio la Samia Suluhu leo kufanya mkutano na JWTZ au hafla hiyo na JWTZ pia lilijumuisha sherehe ya mahafali ya 6 ya kundi la 622 la shahada ya sayansi ya kijeshi ambalo awali lilikuwa na kada 155 za maafisa wa Kitanzania. Uongozi wa chuo ulieleza kwa kina muundo wa kikundi ili kuonyesha jinsi viwango vikali vya mafunzo vinavyounda uongozi wa baadaye wa vikosi vya jeshi. Katika hafla ya Samia Suluhu leo akiwa na JWTZ, Meja Jenerali Jackson Mwaseba, mkuu wa chuo cha kijeshi huko Arusha, alitoa ripoti ya kina kuhusu maendeleo na changamoto za kikosi hicho ambacho kimeweza kupatiwa shahada leo. Alithibitisha kuwa kati ya kada 155 wanaume walikuwa 109 na 46 walikuwa wanawake, akionyesha ushirikishwaji wa kijinsia ndani ya jeshi la Tanzania. Alieleza zaidi wakati wa hafla hiyo na Samia Suluhu pamoja na jeshi hilo kuwa makada 49 hawakukamilisha mpango huo kutokana na sababu kama vile maombi binafsi, kutokidhi viwango vya taaluma, ukiukwaji wa nidhamu, matatizo ya kiafya na utoro. Mtazamaji, wakati hafla hiyo ya Samia Suluhu na jeshi hilo likiendelea leo, hali ya kisiasa Tanzania inabaki kuwa tete baada tu ya CNN kuweza kufichua maovu yaliyotendeka Tanzania wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi. Tukio la Samia Suluhu leo na JWTZ limejumuisha pia kutunikiwa kamisheni kwa maofisa wapya 106 kutoka kundi hilo ambao wote walifanikiwa kukidhi matakwa ya kitaaluma, kimwili na kimaadili yaliyowekwa na chuo hicho.
Kuteuliwa kwao kumeashiria kizazi kipya cha uongozi ndani ya jeshi hilo la ulinzi la Tanzania la wananchi wa Tanzania la JWTZ. Kivutio kingine cha tukio hili la hafla kubwa na mkutano wa Samia pamoja na JWTZ leo ni ripoti ya kundi lingine la kijeshi la kawaida ambalo lilianza na kada 173 za maafisa ambao walihitimu. Kati ya hao 153 walikuwa wanaume, wengine 20 walikuwa wanawake, wakiwakilisha kundi tofauti na lenye nidhamu linalojiandaa kuchukua majukumu ndani ya jeshi la JWTZ Tanzania. Jambo la kipekee lililowasilishwa kwenye hafla hii ya Samia Suluhu na JWTZ leo huko Arusha ni ushiriki wa maofisa 23 kutoka mataifa marafiki. Kadeti hizi ni wanaume 19 na wanawake 4, wanawakilisha kukua kwa ushirikiano wa kimataifa wa ulinzi wa Tanzania na jukumu lake katika kuimarisha ushirikiano wa kijeshi wa kikanda na wa kimataifa. Hata hivyo, uwepo wa wanafunzi wa kimataifa katika hafla ya Samia Suluhu na jeshi leo ulisisitiza umuhimu wa chuo hicho kama kitovu cha diplomasia ya ulinzi. Mahafali yao yaliashiria kuendelea kwa ushirikiano katika kujenga uwezo wa pamoja wa usalama ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki na kwingineko. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wakifuatilia tukio la Samia Suluhu leo huko Arusha na jeshi la JWTZ walisema kwa kuteuliwa kwa maafisa wapya kunakuja katika wakati ama mkakati wa Tanzania wakati nchi hiyo ikipanua jukumu lake katika ulinzi wa taifa na ulinzi wa amani, usalama wa mipaka na operesheni za kukabiliana na ugaidi katika eneo hilo la Tanzania. Maafisa hao wapya wanatarajiwa kuimarisha misheni hizi. Nia ya umma katika tukio hili la Samia Suluhu na JWTZ leo ilikuwa siku nzima, huku picha na taarifa kutoka Monduli huko Arusha zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii. Watanzania wengi walionyesha kujivunia kuona maofisa vijana wakipata kamisheni zao chini ya uongozi wa amiri jeshi mkuu wao. Siku ya leo inapokamilika kwenye nyanda za juu za Monduli huko Arusha, tukio la Samia Suluhu na JWTZ limemalizika kwa gwaride la mwisho ambapo maofisa hao wapya waliahidi uaminifu kwa taifa la Tanzania. Msafara huo wenye nidhamu ulionyesha mafunzo waliopitia na wajibu walionao sasa kama walinzi wa amani na uhuru wa Tanzania walipojiunga na JWTZ leo. Waangalizi walibaini kuwa tukio la Samia Suluhu na JWTZ la hafla hiyo leo pia lilikuwa ukumbusho wa dhamira ya serikali ya kuimarisha jeshi kwa njia ya elimu, kisasa na uongozi wa maadili. Hata hivyo, ushirikiano wa moja kwa moja wa Rais Samia na kadeti uliimarisha ujumbe kwamba taifa linaweka thamani kubwa juu ya taaluma na utayari ndani ya safu zake za kijeshi. Wachambuzi wengi wa mambo walieleza kuwa tukio la Samia Suluhu la JWTZ linaweza kuwa mabadiliko makubwa kwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, kwani kizazi kipya cha maofisa wanaingia kwenye utumishi kwa ujuzi wa hali ya juu na uwajibikaji upya. Utayari wa kukabiliana na changamoto ibuka za usalama Tanzania katika hali mbaya ya kisiasa sasa hivi utakuwa muhimu katika kudumisha utulivu wa kitaifa. Ni hayo tu mpenzi mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti, video ama taarifa hii. Ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na uamuzi huu wa Samia Suluhu kufanya hafla kubwa na mkutano na jeshi la JWTZ huko Arusha leo. Vile mtazamaji, like video hii kisha subscribe chini ya video hii, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.